So when you see me going to prison, Kwa hivyo wakati unaona nikisindikishwa, don't rejoice and say that it is over. usishangilie kusema kwamba kameisha. I tell you it is not over. Nakwambia baba, mambo haijaisha. Another day is coming. Siku ingine You yaja. see the same man. Utaona ule mtu He will be escorted atakuwa anaongozwa by the same na wale policemen. askari. But this time, Lakini wakati huu they are giving salute. wanampigia saluti. Our boss. Wanasema mkubwa wetu. Our boss. Mkubwa wetu. We are together. Tuko pamoja. This is our. Twende, hii ndio This njia. is a steady Na hii house. ndio njia ya ikulu. That is how God operates. Hivi ndivyo Mungu anafanya kazi. And behold, a woman who was a Canaanite from the district came out and with a loud, troublesomely urgent cry, begged, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is miserably and distressingly and cruelly possessed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and implored him, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came out and kneeling, worshipped him and kept praying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right, proper, becoming, or fair to take the children's blood and throw it to the young dogs." She said, "Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you wish." And her daughter was cured from that moment. Now the topic today Sasa ujumbe wa kichwa ama kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo is naitwa the kingdom of fighters. ufalme wa wapiganaji. The kingdom of fighters. Ufalme wa wapiganaji. This kingdom that we belong to, Ufalme ambao tuko ndani yake it is not for the weak-hearted. sio wa watu ambao wanakufa roho haraka. It is for the strong-hearted. Ni watu ambao wako na mioyo ya ushindi. That is why Jesus said Ndio sababu Yesu anasema in Matthew 11:12, katika Mathayo sura ya 11 mstari wa since the 12, time of John the Baptist, kuanzia siku ya Yohana the Mbatizaji, kingdom of God suffereth violence, ufalme wa Mungu unapiganwa vita, and the violent take it by na force. ni wenye nguvu ambao watauteka. It is not for the weak, Si kwa wale ambao ni wadhaifu, for the fearful. lakini hata wale wa It is wanaoga for the strong, ni wale ambao wako na nguvu, aggressive. watu wako na bidii, People who don't take no as the answer. watu ambao wakubaliani na hapana kuwa jibu, People who say watu ambao wanasema it is what the kingdom of God says. ni kile ambacho ufalme wa Mungu It umesema is not what people are na saying. sio kile ambacho wanadamu wanaongea. That is the kingdom we are preaching about. Huo ndio ufalme ambao tunahubiri kuhusu, And that is the kingdom where we belong. na huo ndio ufalme ambao sisi tuko ndani yake. We have been called to fight. Tumeitwa kupigana. That is why the Bible Ndio says sababu Biblia inasema we are more than conquerors. sisi ni zaidi ya washindi. How can you be more than a conqueror when you are not fighting? Utakuwaje zaidi ya mshindi wakati ambao hata hujapigana? You know, there are people who say, Kuna watu ambao husema me, I'm a calm man. mimi ni mtu ambaye ni I mtulifu don't want many things. na mimi sitakangi mambo I mingi. want to go to heaven peacefully. Nataka niende mbinguni kwa amani. It's not about peaceful. Hapa si maneno ya amani. It's about being aggressive for the kingdom. Ni hapa kukuwa na ujasiri na bidii ya ufalme. Because we are fighting the enemy Kwa sababu tunapigana na adui who is very aggressive. ambaye ako na bidii He nyingi. roars like a lion. Yeye anaguruma kama He simba is standing against us. na anasimama kinyume You nasi. have to fight to overcome him. Lazima upigane vita umshinde Go to heaven. na uende We mbinguni. shall be called overcomers. Utaitwa mshindi. You can never become an overcomer without fighting. Uwezi ukaitwa mshindi kama hujapigana. This is a kingdom Huu of ni fighters. ufalme wa wapiganaji. Hallelujah. Haleluya. Ready to fight. Je, uko tayari kwa vita? Muko tayari kupigana vita? Now we have a story here Basi kuna hadithi hapa
The Bible says Biblia inasema that there was a Canaanite woman, ya kwamba kulikuwa na mama Mkanani, and then she saw Jesus. alafu alimuona Yesu. And then when she saw Jesus, Wakati alimuona Yesu, the Bible says Biblia inasema that she went to Jesus. ya kwamba alimuendea Yesu He said, "This is my day." na akasema leo ni siku yangu. And because Jesus is here, Na kwa sababu Yesu yuko hapa, I am going home with my miracle. naenda nyumbani na muujiza wangu. And he went to Jesus. She went to Jesus. Na akaenda kwa Yesu. She said, "Jesus." Akamwambia Yesu, The Bible says, Biblia inasema with a loud voice, kwa sauti kuu, troublesomely, katika masumbufu mengi, she cried akamulilia and begged na akamusihi and told na Jesus, akamwambia Yesu, "Jesus, Yesu, Lord, Bwana, Son of David." Mwana wa Daudi. You know, she is going to Jesus. Unajua anaenda kwa Yesu, She is pleading with Jesus, anaongea na Yesu calling Jesus all the names, na anamuita Yesu majina yote ambayo alikuwa anamjua, pleading with him, anamsihi and said, na anamwambia "Jesus, Yesu, have mercy on me. unirehemu, Oh Lord, Bwana, Son of David." Mwana wa Daudi. What is my problem? Shida langu ni nini? My daughter is miserably Dada yangu ama and mtoto wangu distressingly ako katika shida and cruelly na katika maumivu, possessed by a demon. amepagawa na pepo. She is describing everything Anaelezea mambo yote to Jesus. kwa Yesu. She is calling Jesus all the names. Anamuita Yesu majina yote. Like today we pray, Ni kama leo tunaomba, we call Jehovah all the names. tunamuita Mungu majina Jehovah yote. Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. All of them are the names of Jehovah God. Haya majina yote ni ya Mungu. So she was calling the names of the Lord, Kwa hivyo alikuwa anaita majina ya Mungu waiting for an answer. akingojea jibu. Let us see what is happening. Sasa tuone matukio mahali hapa. Verse 23. Mstari wa 23, But he did not answer her a word. lakini hata hivyo hakumjibu neno hata moja. Imagine using all the names. Sasa ametumia majina yote. You cry. Unalia, You pour out your heart. unamwaga yaliyo moyoni You mwako. say everything. Unasema kila kitu. And then Alafu there is silence. jamaa amenyamaza. It's like you want to borrow some money. Ni kama unataka kukopa mtu pesa, You go to and see Mr. Nyaga. unaenda kwa mfano kwa mzee Nyaga. Say, "Mr. Nyaga, Mzee Nyaga, you know what? unajua nini? My child Mtoto wangu is not at home. Is at home. ako nyumbani. I have no school fees. Mimi sina karo. I don't have any food at my Sina house. hata chakula nyumbani. In fact, I lost my job last year. Hata mwaka uliopita nilipoteza The whole kazi of yangu. this year I've been staying at home. Kwa hiyo mwaka wote nimekuwa nyumbani. Can you help me? Unaweza nisaidia? Please, Tafadhali. I plead with you. Nakusihi, Mheshimiwa, mheshimiwa, unikubuke. remember me. Nyaga na kuangalia hivi And then mzee Nyaga looks at you na haugai na wewe. and he doesn't speak. Utafanya nini? What will you do? Wewe utafanya nini? What will you do? What will you do? Utafanya nini? Wengine mtamwangalia mseme nimekwambia hiyo shida yangu yote. Others will look back and say, I have told you all this problem Na huongei. and you are not speaking to me. Some will say Wengine watasema, because you don't want to help, kwa sababu hutaki kusaidia, wacha niende. basi let me go. But this is a kingdom of fighters. Lakini ufalme huu ni wa wapiganaji. Even if there is silence, Hata kama wamenyamaza, we will continue to fight. tutaendelea kwa vita. Sometimes you call heaven Wakati mwingine unaita mbingu and heaven is quiet. na mbingu imenyamaza. We can never give up in Jesus' name. Hatuwezi tukakata tamaa katika Because jina we la Yesu. know Kwa sababu tunajua even if some heaven is quiet, hata kama mbingu imenyamaza, Jehovah God is hearing our prayers. Jehova Mungu anasikia maombi yetu. So even if we call Hata kama tunaitana and there is no answer, na hakuna jibu, we shall continue to call on the name of the Lord. tutaendelea kuliita jina la Mungu. We shall continue to pray. Tutaendelea kwa We maombi. shall continue to plead with God. Tutaendelea kumsihi Mungu. We shall not give up. Hatutakata tamaa Even when heaven is quiet. hata wakati mbingu imenyamaza. Because we know Kwa sababu tunajua that something ya kwamba kuna somewhere at mahali the appointed time katika wakati wa it shall Mungu come to pass. itakuja kutimia. So the woman Kwa hivyo yule is mwanamke pleading with Jesus. anamsihi But Yesu. Jesus is Kwamba silent. Yesu Kristo na amenyamaza. There is a singer who sang and said, I always say this is not a, he did not sing at the revelation. Kuna mwimbaji ambaye aliimba na mimi husema kwamba hakuimba katika ufunuo.
And people liked the song. Na watu wakapenda wimbo wake It's sana. a good song. Wimbo tu When you mzuri. hear it, it's good. Ukisikia ni wimbo mzuri. But myself, Lakini mimi I mwenyewe say it has no revelation. mimi naona una ufunuo. He was singing and saying Alikuwa anaimba anasema that God, ya kwamba Mungu, don't allow me to be ashamed. usiniruhusu niaibike. When you know that things are not good ahead of me, Ukijua vitu ni vibaya mbele yangu, come before I encounter those things. kuja kabla nikumbane na yale maneno. Before I encounter those things and I am ashamed. Kabla nikumbane na yale maneno yaniaibishe. When you come, I'm already ashamed. Wakati ukija tayari nimeaibika. Jesus, Yesu, before I go and borrow kabla niende nikope and I tell people all my problems, na niambie watu mashida zangu zote, please come before I do that. tafadhali kuja kabla nifanye hivyo. That is not how the kingdom operates. Ufalme wa Mungu haufanyi kazi hivyo. The kingdom of God Ufalme wa is Mungu about people who never give up. ni kuhusu watu ambao hawakati tamaa. Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego they are tied, wakafungwa. and the king want to throw them into the fire. Na mfalme anataka kuwatumbukiza katika And tanuru la moto. God is watching, Na Mungu anatazama. and God is not talking, Na Mungu haongei. and they are tying them, Na wanawafunga the hands mikono yao and the legs, na miguu. and God is quiet, Na Mungu amenyamaza. and the fire Na moto is continuing to burn. unaendelea kuwaka. God is not putting off the fire. Mungu azimi ule moto. You know, sometimes Unajua wakati mwingine you want God to put off the fire, unataka Mungu azime but moto. God is waiting for you to enter into the fire, Lakini Mungu anasubiri uingie kwa moto. so that when you enter into the fire, Sasa wakati ambao utaingia kwa moto, God can burn the chains that are holding you. Mungu achome zile minyororo ambazo zimekufunga. But you are telling God, Lakini unaambia Mungu, God, Mungu, can you pour or destroy the fire? Mungu si umwagilie moto maji. God is saying, I'm waiting for you inside the fire. Mungu anasema kwamba tayari na kusubiri kwa So moto. God was quiet Kwa hivyo Mungu akawa when they amenyamaza. were tying Shadrach, Meshach, and Abednego. Wakati walikuwa wanamfunga Shadrach, Meshach But na when Abednego. they were put into the fire, Lakini wakati walitumbukizwa the ndani ya fourth moto, man was waiting for them inside the fire. mtu wa nne alikuwa anawasubiri pale kwa So moto. when they entered the fire, Wakati waliingia kwa the moto, fourth man appeared, mtu wa nne akatoka. and the fire burnt all the bondages, Na moto ukachoma zile minyororo yote. and they started dancing in the fire. Sasa wakaanza kucheza ndani ya moto. And the king says, Na mfalme akasema, Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego, I now know the God that you worship. sasa najua yule Mungu ambaye mnaabudu. Until you go into the fire, Mpaka mkaingia ndani ya the moto. world will not know Jehovah God that we worship. Dunia itamjua Mungu ambaye tunamwabudu. I always tell you, Na nawaambia siku zote, me, I'm a man of faith. mimi ni mtu wa imani. But there's something that happened a long time ago Kuna kitu ambacho kilitendeka miaka that iliyopita challenged my faith. ambayo ilipata changamoto katika imani I yangu. was telling you that I was not able to pay my rent Sikuweza kulipa nyumba yangu for 2 months. kwa miezi 2. But I was praying Lakini nilikuwa naomba that the landlord, ya kwamba yule landlord you never get me. hata wahi nipata. I was telling God, bring money Nilikuwa naambia Mungu leta before the pesa landlord can come. kabla mwenye nyumba aje. And if there's no money, Na kama kuna pesa, stop the landlord huyu jamaa mzuilie from coming. asikuje. You know, some of you have never prayed such prayers. Unajua kuna wengine ambao hawajaiomba maombi kama haya. But you know, a house you are not able to pay. Lakini unajua nyumba kama huwezi kulipa, That is the worst thing that can happen for you in Nairobi. hiyo ndio kitu mbaya sana inaweza kutendekea hapa Nairobi. So when you hear some brothers Sasa- wanafuga landlord, wewe waache. So if you see brothers binding their landlords, please leave them alone. Wewe kama hujafuga landlord, wewe nyamaza. If you have never bound your landlord in prayer, just keep quiet. Achana na sisi tumeshaifuga landlord. Leave us alone, we have bound the landlords. Unaweka prayer item. You put up a prayer item Unasema prayer item number 1, and you say number 1 prayer item kufuga landlord. to bind the landlord. Unasema landlord in the name of Jesus Kama Christ. landlord katika jina la If Yesu. you are planning to come this way, Kama unapanga kukuja katika I njia, change your direction in badilisha Jesus. njia yako katika jina la Yesu. Go back. Rudi. May somebody call you Wacha mtu akupigie simu and you uende go away na uende huko Kayole. and you forget that you are coming here. Ya wakati ambao utakuwa unataka kuja hapa. But my landlord, Lakini landlord wangu after biting her for many days, baada ya kumfunga siku nyingi, one day she appeared siku moja akaja. and I wondered, God, Na nikashangaa, Mungu, could you not stop this landlord huyu landlord ungeweza kumfunga leo from coming asikuje and meeting me
na tukutane. And she knocked the door. Sasa akabisha mlango. When I opened, Wakati nilifungua, I met the landlord. nikakutana na I yeye. said, God, but I've been binding this landlord. Lakini si nimekuwa nikifunga. How huyu come landlord. she is here? Au ni vipi amekuwa hapa? She said, Kaniambia, when I look at you, nikikuangalia, I know you cannot pay this house. unajua kwamba huna pesa ya That's kulipa. what she nyumba. said. Na akasema hivi. So I will not ask you for the 3 months. Sasa hizo miezi It was 2 months. Hiyo miezi 2 sitakuuliza pesa. So what yake. you do, Ile nitakufanyia. take your things. Wewe toa vitu And zako. because then I was telling God, Sasa nilikuwa naambia Mungu. these neighbors know that I'm born again. Hawa majirani wanajua kwamba nimeokoka. I pray at night they come to stop me. Unaombanga usiku mpaka wanakuja kuniambia And they have not even gone to work. na hata hawajaenda kazi. Because the landlord came at 6 o'clock Kwa sababu landlord amekuja saa 11 in the morning. asubuhi. God want to shame me before these people. Mungu unataka kuniaibisha mbele ya hao watu. They know I'm born again. Wanajua mimi ni And they are not born again. na wao hawajaokoka. And the person who is born again Na mtu ambaye is ameokoka being evicted. ndiye sasa anarushwa nje ya God, you nyumba. cannot do that. Mungu tafadhali huwezi But fanya. before I was thinking like that, Na unajua nilikuwa nafikiria vile. the landlord has already declared Sasa landlord ashafanya uamuzi. that I vacate. Sasa nitoke. And I vacated. Na nikaondoka. Let me tell you, Wacha niwaambie. Joseph, Yusufu one day, siku moja the Potiphar's wife mke wa Potifa said akasema hivi that this boy wanted to rape me. ya kwamba kijana alikuwa anataka kunibaka. And Potiphar came. Na Potifa He akaja heard the report. akasikia ile habari. She called the police. Akaita askari. The policemen came. Askari wakaja. She took Joseph. Akamchukua Yusufu They put chains. na wakaweka minyororo. And they were escorting Joseph. Na sasa walikuwa wanampeleka. And everybody knows that Joseph is born again. Na kila mtu anajua kwamba Yusufu ameokoka. And now they are looking at Joseph. Sasa wanamwangalia Yusufu. This man has been saying that he is born again. Huyu jamaa si amekuwa kikiri wokovu. But now he is being escorted to prison. Sasa anapelekwa gerezani. And now Joseph was saying, Sasa Yusufu alikuwa anasema, God, can't you defend me? Mungu si unitetee. God, Mungu, can you talk to this woman? siongee na mwanamke. God, Mungu, can you talk to her? siongee na yeye. Let her confess Wacha aweze that kukiri it is not true. ya kwamba hii maneno si ya ukweli. But Potiphar's wife was there, Lakini Potifa ako pale mke saying this wake. man is very bad. Sema huyu jamaa ni And mwovu. then Joseph was being escorted to prison. Na sasa wakati Yusufu sasa anapelekwa kwa jela, God is not talking. Mungu aongei. God cannot even send an angel Mungu hata hawezi tuma malaika. to tell Joseph, Naambia Yusufu, Joseph, don't worry. Yusufu hata usiwe na I shida. am with you. Mimi niko na Even wewe. if they take you to Hata prison, wakipeleka gerezani, I will deliver you. mimi God nitakuokoa. is not talking anything. Maneno yale, Imagine hebu fikiria. you are being taken to prison Unapelekwa for gerezani something you have not done, kwa kitu ambacho and hujafanya. heaven is not defending you. Alafu mbingu haikutetei. They have chained him. Wamekufunga. They are taking him to prison. Wanapeleka kule gerezani. But let me tell you, Wacha niwaambie. God allowed them to see him in chains, Mungu aliwaruhusu wamuone katika being minyororo. taken to prison. Akipelekwa katika gereza. They saw him, Walimuona. but sometimes later, Lakini muda the baadaye. same man who was escorted to prison, Ule mtu ambaye alipelekwa kwa minyororo. hey, kule gerezani, something happened. kuna kitu ilitendeka. One day, Siku moja it was in the breaking news. ilikuwa ni katika habari ya Something is happening in State House. kuna kitu inafanyika kule State House. There is somebody Kuna mtu who have been appointed ambaye amepewa wadhifa as the prime minister. na yeye ni waziri mkuu. And then Na sasa we want to show you the journey to the State House. tunataka tukuonyeshe safari ya kuelekea ikulu. The same man, Ule mtu one day, siku moja was being escorted alikuwa anasindikishwa in chains akiwa to amefungwa prison. kwa kule gerezani. Another day, Sasa siku the ingine same man ule mtu ule has policemen. ako na askari. This time, Saa hizi they are bodyguards. ni walinzi wake. The first time, Mara ya kwanza they were chaining him. walikuwa wamemfunga. This time, Sasa raundi hii they are bodyguards. sasa ni walinzi They are wake. guarding Wanamchunga the same man yule mtu that they escorted to ambao prison. wanampeleka kule Now they gerezani. are guarding him Sasa to wanamwambia take him to State House. sasa wanampeleka katika ikulu. The same man Ule mtu that people saw ambao watu waliona being taken to prison. akipelekwa gerezani. The same people. Ni wale watu They saw the same man walishuhudia yule being mtu escorted to State House. akishikishwa kwenda ikulu. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I declare today, Natangaza siku ya the leo people who saw you watu ambao walikuwa being escorted to prison, kielekezwa kule they are going to gerezani. see you Leo being watakuona escorted to State ukisindikizwa House. kuelekea ikulu. In the name of Jesus Katika jina Christ. la Yesu. So when you see me going to prison,
season. Kwa hivyo wakati unaona ni kisindikisho, Don't rejoice and say that it is over. usishangilie kusema kwamba kameisha. I tell you it is not over. Nakwambia baba, mambo haijaisha. Another day is coming. Siku ingine You yaja. see the same man. Utaona ule mtu He will be escorted atakuwa anaongozwa by the same na wale policemen. askari. But this time, Lakini wakati huu they are giving salute. wanampigia saluti. Our boss. Wanasema mkubwa wetu. Our boss. Mkubwa wetu. We are together. Tuko pamoja. This is our. Twende, hii ndio This njia. is a steady Na hii house. ndio njia ya ikulu. That is how God operates. Hivi ndivyo Mungu anafanya kazi. So when you see me down today, Kwa hivyo leo ukinipata kule chini, don't rejoice. usifurahie. Tomorrow, Kesho you will see me up. utaniona kule kileleni. When you see me being evicted, Ukiona kwamba ninafukuzwa, don't say, usiseme this man, huyu mtu he don't know how to work hard. hajui kufanya kazi kwa bidii. He came to Nairobi. Alikuja He Nairobi cannot get money to pay his na house. hawezi kulipia nyumba yake. It's not about money. Si kuhusu pesa ya It is kulipa, God who gives the money. ni Mungu ambaye anapeana pesa. And the fact that I'm not able to pay the house Na kwa sababu ya kwamba leo siwezi kulipa does not nyumba, mean that I'm not a hard-working man. haimaanishi ya kwamba mimi sina bidii. Sometimes money is not there. Wakati mwingine pesa hazipo, So, and even if money is not there today, na kama pesa hazipo leo, it doesn't mean that I'll stay without money forever. haimaanishi ya kwamba milele nitakaa bila pesa. My day is coming. Siku yangu yaja. Hallelujah. Haleluya. So the Bible Kwa says hivyo Biblia inasema that he did not answer her a word. ya kwamba Yesu akanyamaza kabisa, hakujibu chochote. And the woman is pleading, Na yule mwanamke anamulilia, but heavens is quiet. lakini mbingu imetulia. Ask your neighbor, have you ever in your life Uliza jirani yako, ishaifanyika maishani mwako experienced a silent heaven? upitie katika kipindi cha mbingu ambayo imenyamaza. You pray, Unaomba, you confess, unatamuka you declare, na unatangaza you say, this is my year. na unasema mwaka huu ni mwaka wangu. You send messages, Unatuma maujumbe, prepare for my wedding. anzeni It kuandaa is ndoa coming yangu. this year. Inakuja mwaka huu. And you start telling everybody Alafu naanzia kuambia kila mtu that now I'm doing for window shopping. ya kwamba sasa nafanya window shopping. Wedding is coming. Ndoa ama harusi iko njiani. And then Alafu December 30th, inapofika Disemba tarehe 30, your friends start asking you, sasa marafiki wanaanza kuuliza, you are inviting us for a wedding. na si ulikuwa unatuitia harusi? Was it yours or for somebody? Ilikuwa yako ama ilikuwa ni ya jirani yako? Tell them it is coming. Ambia kwamba inakuja. It is coming. Inakuja. We are people of faith. Sisi ni watu wa imani. We confess things before they come. Sisi tunatangaza mambo kabla yaje. Even if you see me trekking, Hata ukiona nikitembea, my V8 gari yangu V8. ndio inawekwa chuma. Amen. Inatengenezwa. Amen. So usinidharau watu unaona natembea hivi. So do not despise me because I am walking Route 11. Sema wao watu hawajui kufanya kazi Nairobi. Ndio wanatembea hivi. You say these people, they are very lazy, very hard working in Nairobi. That's why they are trekking right, left and center. Ndio yangu inatengenezwa vitu. My V8 is now being fixed. It is being assembled. Inawekwa pamoja. So the same man who is entering through that gate on foot. Ule mzee ama ule mtu ambaye anaingia pale akiwa mguu tupu One day, na mguu. when you see that gate being opened, Wakati unaona gate inafunguliwa, you not see me. hautaniona. You see a machine. Utaona gari. Hallelujah. Amen. So umezoea kuniona. You are used to see me. Ati gate inafunguliwa ni mimi unaona. When the gate is open, you see me. One day, One day, the gate will be opened. gate itafunguliwa. You see a machine. Wewe unaona Hallelujah. machine imeingia. And the same man you see Ule mtu ambaye unaona will saizi be inside there. atakuwa pale ndani. Glory to God. Hallelujah. So what I am today Kwa hivyo kile ambacho niko leo, does not define me. hii sio kitu ambayo inanielezea I'm mimi nani. somebody different. Mimi ni mtu tofauti. Somebody powerful. Mtu wa nguvu. Hallelujah. Hallelujah. And I declare Na today ninawatangazia that people will see you. ya kwamba watu watakaoona They will never recognize you. hataweza kutambua tena. I tell you, that landlord who evicted me, Ule landlord ambao alinitupa nje, one time he came. siku moja She akaja, came. akatembea, She met me. I was working in the bank. akakutana na mimi nikifanya kazi kwa And she had benki, a problem with her account. na alikuwa na shida na akaunti yake. And then she looked at me. Alafu akaniangalia, She said, akaniambia,
You look like somebody who I had seen, Unafanana na kijana fulani nilikuwa namjua, but it cannot be. lakini haiwezi kuwa ni But you wewe. look similar. Lakini mmefanana sana. Do you have a brother who was in Embakasi? Je, kuna ndugu ambaye alikuwa anaishi Embakasi siku I asked moja? her, which Embakasi? Nikamuuliza Embakasi gani? And she described. Alafu akaelezea. Hey. Eh? I looked at her. Nikamwangalia. I asked her, what is your problem? Nikamuuliza, dada, shida yako ni nini mama? She had a big problem. Alikuwa na shida kubwa. She did not belong to that branch. Na yeye hakukuwa ni wa hiyo tawi. But I called the manager of the branch. Lakini nikapigia manager wa tawi lile lake. And her problem was sorted. Na shida yake ikatatuliwa. But she stayed there 1 hour looking at me. Lakini akalimaliza lisali zima She's akiniangalia. looking at me. Ananisorora tu. Are you sure? Wewe uko na uhakika? You know the story of that man. Ama unajua hadithi ya yule mtu? Then you are telling me that you are the one. Alafu usiniambie ni wewe yeye. I told her I'm the one. Nikamwambia si ni mimi. After many years. Baada ya miaka kadhaa. Ilikuwa miaka mingi sana. Miaka mingi. Ananiangalia naangalia watu wale wengine nasema huyu mtu ananidanganya. Lakini she did not know the person who she is evicting is such a prominent man in the land. Oh! Ananiangalia na siku zile hakujua kwamba huyu mtu anafukuza kwa nyumba ni jamaa mkubwa. Kuna watu wanakutisha, wanakuangalia, hawajui wewe ni mtu mkubwa. Wewe ni mtu wa ajabu. Wewe ni mtu special. Wanakuona uko kwao unatengeneza chakula, unaosha vyombo, wanakuambia wewe harakisha, hawajui wanadiru na nani. Hawa watu, nani atawafungua macho? Wajue yule mtu wanadiru naye ni mtu dangerous kabisa, mtu mkubwa kabisa. There are people who despise you in life. When they see that they have employed you to wash their dishes, they are every day pushing you. Do this work very fast. Who is going to open their eyes so that they can see the greatness in you and understand that this is a big person? They don't know you. They don't. Hawajui. They just look at you. Wanakuangalia tu. But they don't know you. Lakini hawana habari kukuhusu. But one day, lakini siku moja, they will know who you are. Watakujua. They will know you who you are. Watakujua wewe ni nani. They will try to look at you. Watajaribu kukuangalia. They will not recognize you. Na wataweza kukutambua. They will ask, is this the one? Anakuuliza nani yeye? You tell them I'm the one. Ambia si ndio. Ambia jirani yako, ni vizuri uniangalie vizuri. Yeah, tell your neighbor, look at me well today. Uniangalie vizuri. Yeah, just look at me very well today. Kwa sababu kesho, hivi karibuni, very soon, utakuwa unaniona kwa TV. You'll be seeing me in the news. Unasema na yule anakaa kama mtu tulikuwa naye Resurrection Temple, lakini sio yeye. You'll be saying that this guy looks like somebody I saw in Resurrection Temple, but it can't be. You lakini wanafanana. They look alike. Ni wewe. Yeah. Wewe ndiye utakuwa pale. It is you being talked about in the news. That is how the kingdom works. Hivi ndivyo ufalme unafanya kazi. Wale wanakudharau, the people who despise you, wataona vile Mungu atafanya kazi. They will see how God is going to do wonders in your life. So mtu akikufanyia mabaya, so if somebody wrongs you, anakudharau, and he despises you, muombe Mungu, Mungu muweke. Just pray for them that the Lord will going to preserve. Lakini ubaya sisi huwa tunaambia Mungu huyu mtu. But now, kwa sababu ananidharau. Hii gari ananidharau nao Mungu igogesha mahali. Sasa hiyo sio mzuri. You see, the problem with us is this. When we see these people, they are despising us, we pray a prayer that, God, if this is the car He's using to despise me, put it into an accident. It's not good, though. It's not. Ambia Mungu, God, ambia Mungu, keep them. Waweke hai. Preserve them. Wahifadhi. Keep them alive. Wapatie maisha marefu. Keep them strong. Wape nguvu. Preserve their eyes. Macho yao iweke ikiwa inaona. Ukiona wanavaa miwani unaambia Mungu, Mungu macho yao uyahifadhi vizuri Bwana. Nataka waone. Waone vile Mungu utanitendea. Wajue kuna Mungu mbinguni. If you see them starting to wear glasses, tell God, no. Let them be preserved with their eyes so that they can witness what God is going to do to you. The Bible says, Biblia inasema, verse 24. Mstari wa 24. Then Jesus answered. Sasa Yesu akajibu and said, akasema hivi, I was sent only nilitumwa kwa pekee to the lost sheep of the house of Israel. Kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Jesus has been quiet. Yesu amekuwa kinyamaza muda wote. But then when she has answered, sasa Yesu wakati sasa anajibu, he is saying, anasema hivi,
I was sent, Mimi nilitumwa tu, not to you. si kwako. You are Canaanite. Wewe ni Mkanani. I was sent only. Mimi nilitumwa peke He is yake. adding the word only. Anaongeza hiyo neno peke That yake. means you Inamaanisha you wewe don't deserve this. wewe haustahili kupata Because you hii. are not an Israelite. Kwa sababu wewe si Mwisraeli. This one is for Israelite. Hii ni mali ama ni vitu vya Israeli. You are Canaanite. Wewe ni Mkanani. I was sent only to give these things to the children of Israel. Nilitumwa kupeana vitu hivi kwa wana wa Israeli. Verse 25. Mstari wa 25, But she came lakini akaja tena. and kneeling. Imagine you have been told like that. Hebu fikiria umeambiwa hivyo. You don't deserve. Naambiwa kwamba ustahili. But the Bible says that she came and kneeling, Alikuja na akapiga magoti, worshipped him, akamwabudu and kept praying. na akaendelea kumsihi. There are people when they pray after 1 year Kuna watu wanaoomba mwaka mmoja and God does not answer the na prayers. Mungu hajajibu maombi yao. They say, me, Anasema kwangu, if you don't see me in church, kama utaniona Resurrection Temple I kesho, want to tell you, nataka nikwambie, if you don't see me in church, kama utaniona kanisani, I have a prayer that I've been praying kuna ombi nimekuwa nikiomba and God is not answering. na Mungu hajanijibu. So I've decided to stay at Kwa home. hivyo mimi nimeamua kukaa nyumbani. There's no need Sasa hakuna haja going to church every day. kwenda kanisa kila siku, That I give during fundraising na mimi natoa wakati wa mchango and I have no answer. na mimi sina jibu. Me, I will stay at home. Acha tu nikae nyumbani. But the woman, Lakini mwanamke she has been told, ameambiwa you hivi, don't deserve this. haustahili hii. But she continued. Lakini anaendelea, She came, anakuja tena, she knelt, anapiga and magoti worshipped Jesus. na anamwabudu Yesu. Jesus, you have just said that I don't deserve, Yesu umesema ndio sistahili, but I kneel before you. lakini napiga I will magoti still mbele worship zako. you. Bado nakuabudu. God, you have not given me a Mungu husband. hujanipatia mume, I will still worship lakini you. nitakuabudu. You have not given me a car. Haujanipa I will gari, still worship bado you. nitakuabudu. You have not given me a job. Haujanipa I will kazi, still worship you. lakini bado nitakuabudu. I tried siasa, Niling'ang'ana na siasa, nikakuwa namba ya mwisho. and they came last. I will still worship Bado you, Lord, nitakuabudu. because I know Sawa, najua that you are trusted. ya kwamba wewe unaweza I know aminika. that you have created me a fighter. Najua kwamba umeniumba I will nikawa not vita. give up in Jesus' name. Sitakata tamaa katika jina la Yesu So Kristo. she knelt before Kwa hivyo Jesus akampigia magoti and Yesu worshipped him. na akamwabudu. Verse 26. 26 mstari, And Jesus answered again, na Yesu akamjibu kwa mara and nyingine he said, na akasema hivi, it is not even right. si sawa It is not even na proper. haiko katika mpangilio It is thabiti. even unfair. Na si hata si haistahili. Imagine, Haistahili unaambiwa ati it is unfair. ya kwamba haistahili. Wewe Si kubarikiwa. haki. Si haki hata It is kubarikiwa. unfair Si haki to take the children's bread kuchukua chakula cha watoto and throw it to the little dogs. na uitupie mbwa wadogo. If it was you, Kama ingekuwa ni wewe, you say from today, nasema kuanzia leo this preacher, huyu mhubiri I don't think he is being led by the Holy Spirit. sidhani ya kwamba anaongozwa na Roho wake Mungu. If this is what he is talking about, Kama hii ndio mambo anaweza ongea, that I cannot take the bread. ya kwamba mimi siwezi nikala mkate, I cannot take the bread siwezi nikachukua ule mkate that belongs to the children ambao ni wa watoto and give it to the dogs. alafu niipatie watoto. Jesus, Yesu, me, mimi a dog. mbwa. It's better if you say, it's not good to take the bread Ni afadhali hata useme ya kwamba that usichukue belongs to the mkate children na ya ambayo ni ya watoto and give it to the neighbors na uipatie watoto wa jirani or other people. ama watu At wengine. least they are also people. Hao angalau ni But watu. if you said Lakini that ukisema the bread belongs to the children, ya kwamba mkate ambao ni wa watoto we cannot give this bread to the dogs. hatuwezi ipatiana kwa mbwa. But this is a fighter. Lakini huyo alikuwa ni She mpiganaji. said, Akasema hivi, verse 27, mstari wa 27, yes, Lord, ndio Bwana, I have no problem with that. mimi sina shida na hiyo. Me, I am a fighter. Mimi ni mpiganaji. I know that I don't deserve. Najua kwamba sistahili. I know that the bread belongs to the children. Najua kwamba mkate ni wa watoto. I know that I don't qualify Najua kwamba mimi sitimizi sheria to receive the bread. ya kupokea huu mkate. But I know how the kingdom operates. Lakini najua vile ufalme unafanya This kazi. kingdom is not about the people who qualify. Huu ufalme si wa watu ambao wanatimiza sheria. It is about the grace of God. Ni kuhusu neema yake Mungu. I say again, Nasema kwa mara nyingine, the kingdom of God is not about qualification. ufalme wa Mungu si kutimiza sheria. It is about the favor and the grace of God. Ni kuhusu kibali na neema yake Mungu.
One day, Siku moja Samueli has been sent ametumwa to anoint the king akampaka mfalme in the mafuta house of Jesse. katika nyumba ya Yese. When he arrived, Wakati alifika he told Jesse, akaambia Yese, I have come here nimekuja hapa because God kwa sababu Mungu has found a king here. ameona mfalme So hapa. among your children, Katikati ya watoto wako there is a king. kuna mfalme. And Jesse said, Na Yese akasema, my children are here. watoto wangu ndio hao wote. I have the firstborn. Niko na wa kwanza, He is called Eliab. naitwa Eliab. So he said, Akasema hivi, Eliab, Eliab, come out. simama. Eliab, Eliab, big man, jamaa mkubwa, good stature. mrefu mzuri. You know there are people who are created well. Kuna watu ambao waliumbwa wakaumbika. They know how to walk. Wanajua kutembea, They know how to greet people. wanajua jinsi ya kusalimiana, They know how to behave publicly. wanajua jinsi ya kujibeba mbele ya watu. So when Eliab came out, Wakati Eliab alisimama, his stature. kimo cha mwili wake, Unajua kuna watu wana stature ya leadership. ya kuna watu ambao wako na kimo cha uongozi. Akitokea hivi unamsalimia. When they come out, you just greet them without knowing. Lakini kuna wengine But the other people, wanatokea hivi, they just come out, unaachana na yeye. just say, just pass by. Stature. Kimo cha mwili. Sasa huyu mtu ako na Now stature mzuri. this guy had figure A, Mtu anaheshimika. six pack. Anatokezea hivi. Anatoka nje. Eliab. Eliab. Anajua kutembea. He knows how to walk. Anajua how to behave. Anajua jinsi ya kujibeba Samueli mbele ya watu. akamwangalia. Samuel looked. Akasema, Na akasema hivi. behold the anointed of the Lord. Akasema tazama mpakali wa mafuta wa Mungu. Akasema mfalme anatembeaga hivi. And he said, this is our king walks. Mfalme anavaa namna hii. This our king wears. Huyu ndiye mfalme. This is the king. Akatembea. Now the guy was walking. Samueli akaenda kuchukua kibuyu yake ya mafuta. So Samuel went and picked his horn of oil. And God said, Na Mungu akasema, this is not about qualification. hapa si maneno na kufuzu. According to human beings, Kulingana na macho ya mwanadamu, he qualifies. yeye anatoshea. According to me, Kulingana nami, it's not about the hii qualification. si maneno na It is kutosha. about the favor of Ni God. kuhusu kibali chake Mungu. And he said, Na akasema, Eliab, Eliabu, odoka. umbuka. Mwingine akatokezea. So another one came. Anaitwa Abinadab. Anaitwa Aminadab. Akatokea. Vile alitokezea. Akajua yule kuna mahali alikosea kidogo ndio akatupwa nje. So he knew that there is something where Eliab made a mistake. That's why he has been put away. Akatokezea na yeye. So he came out. Anasalimia watu vile atakuwa He was anasalimia greeting watu. them, how he going to be greeting wananchi. Amesikia ni kiti ya mfalme. Yeah, he heard that it's about kingship here. Wakati alimaliza, When he finished, akaambiwa na Samuel. he was told by Samuel. Peter, Mwingine watatu anaitwa Shama. so the third one called Shammah. Akasema Mungu amekataa wale wawili. So he said that God has refused the two. Unajua jina yangu ni Shama. You know my name is Shammah. God is present. Mungu yuko hapa. Ndiye mimi hapa. I'm here. Akatokezea. So he came Akapitwa. and he was just Wote passed by. saba wakaisha. And all 7 children passed. Samuel akashindwa. So Samuel was wondering, Kwani nimeenda wrong house? have I gone to the wrong house? Hata baba yake Even the father, anaona watu wanaisha he saw the brothers, all his sons go. na haongei. And he's not Kwa talking sababu anything. to him, Wengine kwake, he knew if there has to be a king, alijua kama kutokea it has to be among the 7. lazima akuwe kati yao 7. But according to the kingdom of God, Lakini kulingana na ufalme wa the Mungu, king is in the forest. ufalme yuko kule It's kichakani. not about qualification. Kuhusu ya kwamba It is unatosha. about the favor of God. Kuhusu kibali chake Mungu. Samuel said, Samuel akasema, do you have another one? Beko na mwingine. He said, but you have come to anoint a king. Lakini si umekuja kutafuta mfalme hapa. I have another son. Niko na kijana kengine. But did you say you are anointing a king? Lakini wewe hebu rudia haya maneno. Ulisema kwamba unakuja kupaka mfalme mafuta hapa. I have given you the people who qualify to be the kings. Mimi nimekupatia watu ambao wanafuzu, wanatoshea kuwa mfalme. But if you want to see that one, Kama unataka kuona yule, tumulete tu. bas, twende tumlete. Akasema kaitwe. So the guy will be called. Kama mtu kanakuja, And the guy came. akajui hata nini He inafanyika. doesn't know what is Kanakuja na happening. mavazi ya kichaka. Kanatembea tu hivi. She's wearing the clothes of the wilderness. Kanatembea tu hivi. She's just walking nyam nyam. Mungu akasema, And God said, haka kanatembea hivi. the one who is Akajui walking hata like the same. kutembea. He doesn't know how to walk. Mavazi yake ni ya kichaka. He's wearing the clothes of the wilderness. Mungu akasema ndiye huyu nimechagua. I have Hey! chosen this one. I have chosen this one.
Watu wanaangalia. So people are looking. Wanasema kwani mnaangalia nini? What are you qualified person Wakati with? mnachagua watu, If you are choosing people, kwani mnaangalia nini? what do you look into? Mimi nimekuja kuwatangazia. I have come to announce to you. Mungu atawabariki, atawainua. God will raise you up. Will bless Mpaka you. watu watawaangalia. And people look at you. Wataulizana, kwani watu wanaangalia nini? What is Kwani ni nini inaangaliwa? What is What being is the considered? qualification? What is being considered? What is the qualification? Sasa hapa nini ambayo inaangaliwa? And you shall respond to them. Na utawajibu. It is not about Si qualification. kuhusu maneno ya It is kutosha. about the grace of Ni God. kuhusu neema ya It is Mungu. about the favor of Ni God. kuhusu kibali cha I Mungu. have come here to declare Nimekuja kuwatangazia. God will give you what you don't qualify. Mungu atakupatia kile ambacho hustahili kuwa nacho. In the name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu. I have come here to prophesy. Nimekuja hapa kutabiri May God give you ya kwamba Mungu akupatie that which you don't qualify. In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Watu watakuangalia, People look at you. waangalie baraka yako, They look at your blessings. waseme wewe na baraka They hamufanani. say you and the blessings you don't look alike. Utaambia ni ukweli. You tell them it is It is true. not about qualification. Hii si maneno ya It is kufuzu. about the grace of God. Neema ya Mungu. It's about the grace of God. Neema ya Mungu inafanya kazi. Mungu anakubariki na bibi. God is blessing with a Mungu wife. anakubariki na husband. God is blessing with a Watu husband. wanaangalia husband, When they look at the husband wanakuangalia, and they look at you, wanasema say, hamufanani, hamufanani. nani alidanganya mwingine Ai, hapa? hapa kuna shida. Yeah, there's trouble here. Utawaambia, And you tell them, it is not about qualification. kuhusu maneno ya kufuzu It is hapa. the grace of Ni neema ya God. Mungu. I don't deserve this one, Kwa mimi sistahili hii, but by the grace of God, lakini ni kwa neema yake Mungu. I have it. Niko naye. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It is not about qualification. Si kuhusu hapa kutoshea. Mimi nimekuja kuwatangazia, I have come to declare to you, kuna mtu atastuliwa na bigu. there is somebody who is going to be surprised by the Kuna heaven. kitu utaletewa ambayo wewe hustahili. There are people who don't qualify. According to the criteria Kulingana na vipimo na viwango. na according to the traditions, Na kulingana na utaratibu according wa to mambo. rules, Kulingana na yule, kulingana na sheria, yeah, wewe hustahili. you don't even qualify. You don't Wewe qualify. hustahili. But God, Lakini Mungu through His grace ambaye and neema yake na favor, is kibali giving you iko juu that yako. which you don't qualify. Kile ambacho wewe hustahili kuwa nacho. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. It is not about Si qualification. kuhusu hapa It kufuzu. is about the grace of God. Ni kuhusu neema ya Mungu. Mutaenda kushindana na watu You go and race with people. in the job interview. Katika interview ya kazi. Wanabeba madoctorate. They are carrying doctorate. Wanabeba na kikapu. And they are carrying with a briefcase. Because they are certificates Kwa sababu wako na vyeti. that you cannot carry in an envelope. Kwa sababu kuna vyeti ambao huwezi beba katika bahasha. You need a briefcase. Unahitaji briefcase. Because they are even certificates. Kwa sababu hizi vyeti 20 of them. 20 zake And testimonials. na zile maushuhuda Big ones. kubwa They cannot fit in an envelope. haziwezi zikatoshea bahasha ya So you kawaida. carry them in a briefcase. Kwa hivyo unazibeba na briefcase. Going to the interview. Unaenda kwa interview. And here is a brother from Resurrection Temple. Na hapa kuna ndugu anatoka Resurrection Temple. Carrying only the CV Anabeba tu CV peke and yake. one certificate. Na ka certificate kamoja. And they are asking them, Na wanauliza, are you also coming for the same interview? hata wewe kuja katika mdahalo huu tu. Haven't you carried all the documents? Na si ungebeba hata vyeti vyako vyote. Why have you left some document at home? Mbona umeacha zingine nyumbani? You tell them, I Utawaambia, have carried everything. nimebeba kila kitu. Here, Hapa it's not about si certificates. kuhusu It's about the grace of God. Ni kuhusu jina It's la Yesu. not about qualification. Si kuhusu maneno ya It is kufuzu. the grace of Ni kuhusu God. neema yake Mungu. When you enter the interview Wakati room, utaingia katika nyumba ile, the people who look
Watu ambao wanaangalia. They look at the doctor. Wataangalia daktari. They look at you. Wakuangalie. And they will say, Na watasema, you doctor, wewe daktari, you qualify. ndio kweli unafuzu. But now, Lakini when we look at this one, ukiangalia ukijana, we just find ourselves giving the job to this one. tunajipata tu tunampendelea kumupa hii kazi. And the doctor will say, Na daktari atasema, what are you looking for? sasa ni nini ambao mnatafuta? What is the criteria? Kwani ni njia gani ya kutafuta hawa watu? They will tell you. Watakwambia, Even us, we don't know. hata sisi hatuelewi. We are just finding ourselves Hata sisi tumejipata giving the job to this one. tumeweza kumpendelea huyu. It's not about qualification. Si kuhusu ya kwamba It is the umetosha. grace of Ni God. kuhusu neema ya It is the Mungu. favor of Ni God. kuhusu kibali. God, you give you that which you don't deserve, you don't qualify for. You get it in the name of Jesus Christ. Mungu atakupa hicho ambacho wewe hustahili, ambacho wewe hautoshei kwake, kwa sababu ni neema yake katika jina la Yesu Kristo. Kitu ambayo wewe hustahili. Yes, that which you don't deserve to get. Unakalia kitu na angalia hivi. You look at that thing God has given you and you just wonder. Unasema hii kiti, Just at this seat, kusema ukweli, for real, si stahili. I don't even deserve it. Sio chagu, It's not mine, lakini ni neema. but it's by the grace. Joseph, Yusufu, yeye ni mgeni, he was a foreigner. a slave. Kwanza alikuwa mtumwa. Anakalia kiti ya prime minister. And he is sitting on the seat of the prime minister. Anakalia pale. He is sitting there. Na hana idea huko. He doesn't have a national ID of that land. Na huko kuna maprofessors wa huko. And there are professors in that land. Wako na madevu. They have long beards. Wanaenda kwa mfalme. They go to the king. Mfalme, King, hii kiti this seat, mliangalia kriteria gani what did you look into? ili mpatiane? Which consideration did Hapa you make? kwetu tuko na There maprofesa are professors here. na maprofessors And these wakubwa professors, they are big. wamesomea economic. They have read, they have done economics. Haka kajamaa tumechunguza, And this guy, we look at him. Well. akakuenda shule. He didn't go to any school. Sasa Now, katakuaje mkubwa wa maprofesa? how will you be the big, the boss of professors? Mfalme anasema And the king will say, hata mimi sijui, even that question I cannot answer. hata mimi sielewi. Hiyo swali siwezi jibu, sijui. Mimi nimejipata tu nimempatia kiti. I found myself, I've given out that seat. That is how favor operates in the name of Hivi Jesus ndivyo Christ. inafanya kazi katika jina la Yesu. God will give you that which you don't qualify in the name of Jesus Christ. Mungu anakupa kile ambacho wewe haustahili kuwa nacho katika jina la Yesu. Esther, Esther, yeye ni mgeni she was a foreigner also, in a land, katika nchi ya Arab, a slave. akiwa pia mtumwa. Watu wanaitwa wajitokezee, wale watakuwa queen. And people, they are called girls who are going to be a queen. Wasichana wako wote wakatokezea, So all the virgins of the land came out. lakini Esther ni mgeni, But Esther was a foreigner. anatokezea. So she came out. By the favor of God, Kwa kibali chake Mungu, Mungu anampatia kiti. God gave her the seat. Malkia, The king, the queen. the queen, Malkia as a foreigner, ni mgeni. anapitia state house. She goes through state house Ameshikwa na mfalme mkono. and she is being held her hand by the king. Anapita wakati kuna occasions When there are occasions, she is kama there. Madaraka Day ya huko. Like the Madaraka Day of that place. Wasema the king Anasema mfalme and the queen na malkia are going to inspect, watakagua inaitwaje? gwaride la heshima. Gwaride la heshima. Yes. Wanatembea hapa sasa. Mfalme ameshika malkia queen. Wanatembea hivyo wakikagua. Naona Kaesta kanaangalia, akajua hata ni nini naangaliagwa, lakini kanasema tupite tu. Akajozoea nikasave. Hii mambo ya state house akajui, kamelelewa kwa ushago. Sasa kanashikwa na mfalme mkono. Sasa wanaenda wakiangalia watu maaskari wamefura hivi, kanawaangalia, anashida hawa wanakaaga hivi, hawa wanafanya nini? Hakajui gwaride ni nini. Hakaelewi chochote. Sasa watu wanakaa huko. Wanasema sasa mfalme alikuwa anaangalia nini akitafuta bibi? You see, when the king is there inspecting the guard of honor, the young Esther, a girl who was brought up somewhere in the village, the girl who came into that land when she was a slave, is also following the king. She's also inspecting guard of honor, even when she doesn't know what to look after. Wanasema huyu mtu, Asema huyu jamaa, unajua tunataka mtu ambaye anajua kuogea. you know, we were looking for a queen who knows
who has a frequency of Queen ambaye talking. akisimama hapa anaongea ile kizungu mzuri, tunaona kweli ni queen. We want a queen. When she stands here, she can talk a fluent English and we can say that she's a queen. Lakini akajui hiyo maneno. But she doesn't know a lot of all those things. It's not about kizungu Si hapa. maneno na Kiingereza. Hapa ni neema ya Mungu inafanya It's by the kazi. grace of God. Hata kama hujui kizungu, Even if you don't know good English, unaongea kilugha yako. unaongea lugha ya mama. Sema don't worry Wewe usiwe na shida about my English. kuhusu Kiingereza The changu. fact is that I'm the queen. Jambo mjua kwamba hapa mimi ni Wewe na malkia. Kiingereza yako lazima utii. Kwa hivyo when I speak a word, please obey. It's about the grace of Ni God. kuhusu neema yake It's Mungu. not about Si qualification. kuhusu kuweza. Nyinyi ama ambao kushinda. mmeshikilia qualification zenu mziweke kando. Is the time that we release ourselves unto God and we say it is by the grace of God that we are going to make it in the name of Jesus Christ. It's not about qualification. It's not about what we deserve. It is by the favor. It is by the grace of God that God is elevating us in the name of Jesus Christ. Imefika wakati kanisani, wapendwa, tuweke zile nyasifa zetu kando, zile certificate zetu kando, ile mambo ambayo tunahisi ya kwamba tunafuzu kando, na tuseme ya kwamba sasa ni wakati wa kibali na neema ya Mungu kuinuliwa. I want you to declare Nataka utangaze from today, kuanzia leo, God, you give me what I don't deserve in the name of Jesus Christ. This is a kingdom of grace. It is about the favor of God. God is taking me where I don't deserve. In the name of Jesus Christ, God is opening doors that I don't qualify to enter. But God is opening those doors for me in the name of Jesus Christ. God is giving you what you don't qualify for in the name of Jesus Christ. Open your heart before God and open your mouth before the King. Yes. Tell the King, I am ready, God. Release your favor in my life. I am ready, God. I am ready, God. The way you elevated David from the forest, elevate me in the name of Jesus Christ. What you did to Esther, you can do it to me in the name of Jesus Christ. I know I don't qualify, but by your grace, you are taking me somewhere where qualifications cannot take me. In the name of Jesus Christ, you are giving me a job that I don't deserve. You are giving me a wife that I don't deserve, a husband that I don't deserve. In the name of Jesus Christ, God, hallelujah, you are giving these people that the things that they don't deserve, give them what they don't deserve in Jesus' name. Release your favor upon their lives in the name of Jesus Christ. That which they don't deserve, they don't qualify for, may they receive it in the name of Jesus Christ. God, some of them, according to the history, they don't deserve to drive. But today, I declare that the favor of God, give them cars in Jesus' name. There are people here, according to the system, they don't qualify to own any piece of land. They don't deserve to own any house. But I declare now in the name of Jesus Christ, let the favor of God take them and give them not only a piece of land, but give them beautiful homes, beautiful houses, big mansions in the name of Jesus Christ. I declare, God, let the favor come upon these people, that which they don't qualify for, let them get it. God, I declare from today, the same people who saw Joseph being escorted to prison, you preserved them.
uliweza kuwahifadhi. And they saw Joseph again Na walimwona Yusufu tena being escorted to State House. akielekezwa kwenda I katika ikulu. declare today Natangaza leo that may as many ya kwamba kwa wengi who have seen these people ambao waliona hao watu when they were down, wakati walikuwa chini, when they are down, wakati walikuwa chini, may the same eyes na yale macho be preserved and let them see wakaone when these people will be on up wakati hao watu watakuwa wanapelekwa in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. I declare now Natangaza sasa the favor kibali is going to override kitaweza kuwapeleka, all the qualifications kitapita juu ya kila qualification in the name of Jesus katika jina la Yesu Christ. We Kristo. thank you, Lord, and we bless you. Bwana tukubariki For let us in the name of Jesus Christ katika jina la Yesu Kristo that we pray and Baba, give thanks. tunaomba na tushukuru. Can you say amen? Watu waseme amina. Amen. Glory. Hallelujah.